Jana kulikuwa kuna maswali kadhaa, lakini nikaeleza somo hili litaweka majibu kwa baadhi ya maswali. Jana tuliona Biblia inasema nini, umbali wa ndoa inaenda umbali gani. Kwa hiyo tulipata mtasari. Mtasari huo ikawa ni muhimu sana kutujalia kujua hali ilivyo kwa kipindi hiki cha sasa, ambako sisi wote tunapaswa kufahamu. Kwa hiyo tuliangalia hiyo karne ya 19 mpaka leo, hali inavyoenda. Kuna kisa kimoja ambacho kinaelezea watu wawili waliokwenda kufanya interview. Mmoja alikuwa amesoma na mwingine hakuwa amesoma kama yule mwingine. Huyu mwingine alikuwa, interview inafanyika katika lugha ya Kiingereza, lakini sana. Sasa wakakubaliana, wewe utatangulia interview, alafu ukirudi utaniambia maswali ulioulizwa, alafu ndio na mimi naingia. Walikuwa marafiki, wakakubaliana, wakasema hivyo hivyo. Na interview ile ilikuwa ni nchi ya Ghana. Sasa kumbe kuna maswali matatu tu. Sasa swali la kwanza lilikuwa, Ghana ilipata uhuru wake lini? Kama ambavyo wewe ukiulizwa cha Tanganyika ilipata uhuru lini. Sasa wakaulizwa, Ghana ilipata uhuru wake lini? Huyu akaona hilo ni swali rahisi sana, akajibu ilitakuwa kuwa mwaka 1956, lakini kwa sababu kadha wa kadha iliahirishwa hadi kuwa mwaka 1957. Akawa amefanya vizuri kabisa, maana ndivyo. Akaulizwa swali la pili, nani alileta uhuru kwa nchi ya Ghana? Akajibu akasema, watu wengi walichangia, lakini Kwame Nkrumah ndiye aliyekamilisha. Alikuwa sahihi. Mhojaji akamuuliza, inaaminika kwamba kuna uhai katika sayari ya Mars. Je, hiyo ni kweli? Akajibu, watu wengi wanasema hivyo, lakini haijathibitishwa kisayansi. Akamwambia, umemaliza. Akatoka nje, akamsimulia yale maswali mangapi? Matatu, rafiki yake. Alipoingia akaulizwa kwa lugha ya Kiingereza. Amesimulia maswali matatu na majibu yote ameyakamata. Lakini hakuzingatia maswali, alizingatia majibu. Swali la kwanza, ulizaliwa lini? Akasema ilitakiwa kuwa 1956 lakini iliahirishwa hadi 1957. Wakasema nini? Baba yako nani? Maana yale majibu yaliwashtua. Wakauliza swali la pili, baba yako nani? Umesemaje nini? Baba yako nani? Akasema watu wengi walichangia lakini ilikuwa Nkrumah aliyekamilisha. Wajaji wakasema, Mungu wangu, unawazimu nini? Akajibu, watu wengi wanasema hivyo lakini haijathibitishwa kisayansi.
Walisema tu, askari njoo chukua huyu mtu peleka hospitali ya wagonjwa wa akili. Kwa hiyo hatujui kilichoendelea, maana alikariri majibu lakini hakukariri maswali. Kwa hiyo yeye alijibu ya kuhusu Ghana, kumbe yeye anaulizwa la kwanza, yeye alizaliwa lini. Sasa kwenye ndoa kuna majibu mengi sana ya kukaririshwa. Tumekariri kutoka kwa babu na bibi, tumekariri kutoka jamii inavyoeleza, na tuna majibu yanashangaza sana tu na tunayasimamia mno, lakini ukirudi kwenye Biblia unakuta ni kitu kingine tofauti. The mileage of marriage, umbali wa ndoa unavyosema, unasema nini? Ni vizuri kusikiliza Biblia inavyosema. Hii sehemu ya pili inaenda kutupatia mara pa kwanza. Kumbuka tuliona tunaishi kipindi ambacho 50-50 ya uhai wa marriage, lakini hasa hoja ni nini hasa mpaka inaweza kufikia hapo? Kwenye ile Mwanzo 2 aya 24 inasemaje? Hebu soma Mwanzo 2 aya 24. Ndio. Naye ataambatana na mkewe. Mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, na ataambatana na nani? Na mkewe. Mimi hapa nahitaji tu ujue mambo mawili haya, na nataka nione tu kwamba leo inataka kutupatia tu kwamba inawezekanaje isifikie hiyo 50 kwa 50 wala ambao walikuwepo jana. Na hii ikoje? Tafsiri ya neno mwanaume na mwanamke, vile Biblia inavyosema, sio ambavyo watu wengi na jamii inavyozungumza. Kuna maneno ya Kiebrania, maana Biblia imeandikwa kwa Kiebrania, ndio maana nilikuwa nataka ni project hapa. Kuna maneno ya Kiebrania yanayozungumzia juu ya mwanamume, lakini linalotumika pale ni neno tofauti. Mwanamume anaitwa ishi. Waebrania wanaandika kutoka kulia kwenda kushoto, sisi tunaandika kutoka kushoto kwenda kulia. Kwa hiyo inaitwa ishi. Hiyo ishi, herufi ya kwanza ndio inayoanza ya Kiebrania, inaitwa Aleph. Imekaa kama mkasi lakini sio mkasi, Aleph. Alafu herufi ya pili inayounganika hapo inaitwa Shini. Shini imekaa kama meno mawili yaliyogeuka kuelekea juu, yani kama W hivyo. Alafu inakuwa na kidoti kwenye herufi ile ya kama moja ya upande wa kwanza. Kwa hiyo kwa W namna hii, alafu inakuwa dot pale. Lakini sio W, inaitwa Shini. Kwa hizo ni herufi mbili hizo, consonant mbili hizo, Aleph na Shin. Sasa ndipo wanaweka zile irabu, vowels. Kwa hiyo wanaweka shurek, wanaweka na hiyo hapa chini na ni hapa inapoa long vowel, inakuwa ish, inakuwa inatamkwa kwa urefu. Kwa hiyo consonant ni mbili, Aleph na Shin. Aleph imekaa kama mkasi ama X, afu Shin imekaa kama W. Sasa hiyo ndio akishaiwekea hizo vowels inakuwa ish. Ish kabisa, hiyo Kiswahili unasikia ish. Hivyo inatamkwa hivyo. Hiyo ndio inaitwa mwanamume, neno lilotumika pale. Lakini ataambatana na mkewe, linaitwa isha. Na lenyewe lina consonant mbili, lakini inaongezeka ya tatu.
Kwa hivyo inaanza na alif kama ilivyo, na ile ina vowels hapa inakuja hiyo shin, lakini hiyo shin ina nukta katikati. Inafanya zinakuwa mbili. Hiyo shin zinakuwa mbili. Tunapozina zinakuwa mbili. Sasa hiyo nukta katikati inafanya ziwe mbili. Isha. Halafu inamalizikia na leta he. Leta he imekaa kama kisturi, kama kigoda tu hivi. Halafu na nafasi katikati. Sasa hiyo inaitwa isha. Sasa hizi ish na isha. Sasa ukisikia mwanaume ataacha, kwenye ile Zaburi 62 aya 9, naomba uisome hiyo, maana nataka uone kinachotajwa pale, Mungu anamaanisha nini pale. Zaburi 62 na ile aya 9. Biblia inasema hakika binadamu ni ubatili. Binadamu ni ubatili. Na wenye cheo ni uongo. Wenye cheo ni uongo. Katika mizani huinuka. Wanainuka pamoja. Wote pamoja ni hafifu kuliko ubatili. Binadamu na wenye cheo. Sasa ukienda kwenye Kiingereza, kuna mtu anaye Kiingereza hapo? Amjaja na Biblia ya Kiingereza yoyote? Amna ya Kiswahili? Okay. Mimi niko nayo hapa. Kwa hiyo nategemea ni version gani niko nayo. Nataka nisikie kutoka kwenye version huko. Lakini hiyo neno binadamu wametafsiri binadamu. Neno la Kiebrania inaitwa ben. Kwa sababu ben maana yake the son of. Ben. Kwa hiyo unasikia bin Adam. Ben Adam. Ndio maana yake tu twisting ya vowel. Kwa hivyo bin Adam maana yake mtoto au mwana wa Adam, lakini ile neno linalotumika pale ni ben. Kwa hiyo ametafsiri binadamu, ben, the son of. Alafu pale wenye cheo ni neno linaitwa ish, ndio lile la Mwanzo 2:24, mwanaume. Sasa kwa nini hawakutafsiri kama mwanaume ni ubatili? Kwa nini? Ama wakasema ni wanaume ni uongo? Badala yake utaona kwa Kiingereza ben na ish wametafsiri wakitumia neno ben, wametumia neno law, wanatumia neno kama ambavyo nilikuwa nataka nisikie kwenye version yoyote mlionayo hapo. Nimeipata, inasema hiyo ni version gani? I think ni asoma tu hata kama utaijua. Biblia inasema surely men of low degree are vanity. Men of low degree. Hiyo low degree, men of low degree ni tafsiri ya neno hilo moja tu, ben. Low degree, men of low degree, ben, the son of. Anaitwa hivyo, ni low degree. Alafu and men of high degree are a lie. Ile high degree ndio hilo neno ish. Sasa kwa nini kule ametamkia neno kwenye Mwanzo 2 man, huko akatumia high degree? Na high degree maana yake ukisikia neno ish ni yule ana uwezo wa kuishi, wa kukabili maisha, ana uwezo wa kumudu maisha yake. Huyo ndiye anayepaswa kuacha baba yake na mama yake, sio ben, ambao ni people of low degree, hawajawa capable for life, the son of. Lakini ishi na maana is able to challenge the environment na kuendelea kuishi. Huyo ndio anaacha baba na mama. Na ukisikia anaitwa ishi, maana yake huyo ana uwezo wa kupambana na maisha na akamudu. Ndio ana sifa ya kuoa. Kwa hiyo sio kila mwanamume ana sifa ya kuoa, mpaka awe anaitwa ishi. Ukiwa una sifa na vigezo, masharti kuzingatiwa.
Ndio maana huwa anawaambia vijana wanaotaka kuoa alafu wanachangiwa ili waoe. Huyo ni Ishi huyo ama ni Ben? Mnanisikia nachokieleza hapa? Ben ndio anachangiwa, Ishi hamna. Kwa sababu ana uwezo yeye mwenyewe wa kumudu nini? Maisha. Ishi. Na tafsiri hapo uweze kuona. Kwa hivyo Ishi na Isha, haya majina haya yote yana consonants mbili, alef na shin, na mwanamke naye ana alef na shin. Angalia vizuri, zote herufi hizo mbili hizo ndio zinaitwa, anaitwa Ish, anaitwa Isha. Kwa sababu ya hiyo vowel inapokuwa kwa mwanamke inakuwa Isha, lakini kwa mwanamume inakuwa Ish, kwa sababu ile mwishoni hakuna ile leta he. Sasa sikiliza, zile zinazounganika katikati inayokuwa Ishi na Isha, kwa mwanamke inaongezeka herufi moja inaitwa he kule mwisho kwa mwanamke. Kwa mwanamume iko hapa ambayo inaitwa yod, imekaa kama mkono, haijafika kwenye mstari wa chini, lakini iko kwa juu hapa, inaitwa yod, ambayo ndio kiwekea nukta chini inakuwa ni vowel long I. Kwa hivyo inakuwa ni hiyo leta yod na leta he. Kwa mwanamume ni yod, kwa mwanamke ni he. Nisikilize tu vizuri hapa. Unapounganisha mwanamume na mwanamke, leta hizi mbili, nisikilize sasa hapa, hizo ambazo ndizo leta zinazowatofautisha kwa mwanamume na kwa mwanamke. Maana ukizitoa hizo, wote wana leta zinazofanana, wana alef na wana shin, wote ni hii yod na huyu mwenye he ndio zinazotofautiana. Sasa hii yod ukiitoa na ukachukua leta he ukaziunganisha, wanapoungana zinatengeneza kifupi cha jina Yehova. Ndio hiyo unayosikia Yahu, na imeandikwa mara 3 katika Biblia, Old Testament, mara 3. Kuna aya 3 tu katika Biblia utasikia Yahu. Utaona wimbo ulio bora, utaona kwenye Zaburi Yahu, nani aliye kama Yahu. Ama unayosikia wanaojiita Rastafarian wanajiita Jah people. Jah ni kwa Kiingereza, ni neno hilo Yahu. Ni herufi 2 peke yake, yod na leta he. Ile ni the shortened word or name of God, ambayo inamaanisha Yehova ama kwa Kiebrania Yahweh. Kwa hivyo ikimaanisha anaposema anafanya hivi, anafanya hivi, analeta hizo mbili. Hizo leta mbili ndizo zinazoweka jina la Mungu katikati yao. Sikiliza vizuri. Ukiona Mungu anabadilisha jina, alimbadilisha Yakobo akawa Israel. Eli ni jina la Mungu. Alimbadilisha Abraham akawa Abraham. Kwa sababu kwenye Kiswahili huwezi kuona, ila ukiingia kwenye lugha ya Kiebrania unakuta alichoadi ilikuwa ni herufi ya jina la Mungu. Kwa aliyekuwa Sarai akaondoa ile akaweka leta he, na ambayo ni addition ya leta ya jina lake. Ukisikia anabadilisha, maana yake alikuwa ana attach na yeye mwenyewe. Na jina kwa Kiebrania linaitwa Shem. Shem maana yake ni tabia. Kwa hiyo sio mtu aitwe Masumbuko, sikujua, si wema. Mengine ni kama nini? Tabu, shida. Tunashukuru neema ya Mungu. Angelikuwa na shida mpaka wanaenda kaburini, ila kwa sababu aliitwa alafu wao wanaishi tofauti. Kwa hiyo ndio hivyo, lakini jina linamaanisha sifa ya kitabia. Ukiita mtu jina unataka aishi tabia hiyo. Sasa kwa sababu sisi wa Afrika tunaita ndugu zetu waliofariki bibi, babu, maana ndio kuishi kwao wamefufuka. Kwa hiyo hata kama alikuwa anacheza ngoma, sema sisi hatuzingatii upande wa jina. Kwa hivyo ndio ilikuwa inakuwa hivyo, anapobadilisha jina anakuwa anaattach jina lake, maana ya tabia yake. Kwa hivyo ndio maana anapo mwanamume na mwanamke
hawafu nao watakuwa mwili mmoja. Jana tulisoma kwenye Mathayo, si wawili tena bali mwili mmoja. Na tukasoma pia aliounganisha nani? Mungu. Kwa hiyo anapounganisha anajoini haters za jina lake. Hapa ndipo survival of marriage. Sikiliza vizuri. When God is between them. Usikilize vizuri juu ya jambo hilo. Sasa sikiliza, ukiondoa hii yodi kwa mwanamume, ukaondoa ile leta he kwa mwanamke, wanabaki na herufi mbili zinazofanana ambayo ni alef na shin. Mwanamke naye alef na shin. Sasa cha ajabu iko hivi, hizo leta mbili ndizo kwa Kiebrania zinamaanisha moto. Unaweka tu tsere. Tsere ndio long e, epsilon, embe, e. Kwa hiyo inawekwa nukta mbili chini hapo, ndio inakuwa esh. Kisha iweka hizo doti mbili chini ya ile alef, inatamkwa inakuwa esh. Esh means fire. You remove God's name, you remain with fire. Sio kama umenisikia vizuri? Umenisikia vizuri? Maana yake ni nini? Akiwa katikati ameweka lile jina lake, ana unite. Yupo yeye. Hiyo ndio survival ya marriage. Isipokuwepo yeye, wanandoa wanabaki na moto. Kwa hiyo inakuwa ni jehanamu. Maana yake ni nini? Hakuna mwenye akili ya kuifanya ndoa iishi vizuri bila Mungu aliyeumba. Hayupo. Haijui cha elimu, haijui cha cheo, haijui cha mali. Maana yake ni nini? Usipozingatia steps towards marriage, haita survive. Narudia juu ya jambo hili. Hatua kuelekea kwenye ndoa inataka uwe na hakika huyo unayekwenda kuungana naye analo jina la Mungu. Mmenisikia vizuri? Mnanisikia vizuri? Kwa sababu asipokuwa nalo, mtatokezea moto ama upande huu ama kwa wote, na utashindwa kusurvive kwa sababu ni tanuru. Sasa katika mambo mengi ambayo nyinyi mna bahati hiyo, mnapata knowledge, katika mambo mnayopekua kujiridhisha huyu ni nani, cha kwanza unachopaswa kupekua, uwe na hakika kama na yule aliyeumba ndoa. Mmenisikia nilichokizungumza? Mmenisikia vizuri? Uwe na hakika huyu unayempekua cha kwanza ana nani, vinginevyo haita survive. Kwa sababu ni pale tu yeye anapokuwepo, yod and he, ya au ya, yahu, hizo herufi zake hapo kuwepo, ndipo unaeshua uwepo wa hiyo ndoa. Na nyingi zina survive lakini kwa machozi, kwa sababu kadha wa kadha. Kama sio watoto ni kwa sababu za kidini, kama sio sababu za kidini ni kwa sababu za kijamii. Kwa hiyo anakaa, lakini kwa hakika sio kwamba yuko na amani kivile. Na zingine ndio tulizoangalia jana, statistics inapofikia mahali kama hapo. Kwa hiyo haimaanishi zinazobaki ziko salama ama watu wana furaha. Maana yangu ni hii ya kwamba unaweza ukawa uko serious na huyo Mungu. Jihadhari kwa huyu unayetaka kuungana naye, kwa sababu kama hana huyo, tafsiri yake ni kwamba kutakuwa na changamoto. B, kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa kwanza. Hebu tukariri kama mnafahamu. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa Kiingereza, in the beginning God created heavens and earth. In Hebrew,
Kwa Kiebrania, kwa sababu Old Testament imeandikwa Kiebrania, inaitwa Berithith bara Elohim Ereth Shamahim. Sasa nataka tuwae maneno matatu ya kwanza, sana sana la kwanza tu peke yake. Neno la kwanza kwenye Biblia ulionayo la Kiebrania linaitwa Berithith. Hilo neno, herufi ya kwanza ni herufi inaitwa bet. Imekaa hivi, sijui kama nataka nione kama nitakuonyesheni tu hapa. Unaona hiyo nyeusi hiyo? Hiyo bet hiyo. Wale wenye macho wanaweza wakaona kwa umbali wowote utakao kuwa nao. Na lile neno la jekundu ndio linaitwa Berithith la Kiebrania, in the beginning. Herufi ya kwanza inayoanza ndio hiyo bet. Ndio unaiona nimeikuza hapo ikiwa nyeusi, lakini kwenye neno jekundu ndio hiyo bet inayoanza, na ndio herufi ya kwanza kwenye Biblia iliyoandikwa, ya kwanza kabisa. Hii ni namba 2 katika alphabets. Katika Hebrew ya kwanza ni Aleph, ya pili ni bet. Ndio hiyo bet hiyo imekaa hivi, halafu ikakaa hivi. Wanaandika kulia kwenda kushoto. Kwa hiyo kama ni mimi, kama ni wewe, inakaa hivi. Halafu ndipo unakuja kwenda hivi. Sasa hilo neno hiyo bet, hiyo herufi bet ambayo ni ya pili, thamani yake ni namba 2 na inamaanisha viwili pamoja, 2 in 1. Nisikize vizuri hapa. Lakini hiyo neno hiyo bet unayoiona ni ngoja niwaambie tu pekee hapa. Lugha ya Kiebrania haikuwa originally phonologia. Haikutokana na utamshi wa maneno kama Kiswahili, Kiingereza, sijui Kifaransa, sijui hizo zote ni phonologia, kutokana na utamshi wa maneno. Hebrew original yake ni pictography, lugha ya picha, kama Chinese, Japanese, Korea. Hizo lugha ni pictography, na ndio hao wamebaki wenye lugha ya picha. Kwa hiyo ilikuwa ukienda washroom unakuta kwa mfano wamechora picha, amevaa suruali, hakuna maneno mwanaume, unajua hapa wanaenda watu gani? Wanaume. Lakini kwa kuona tu hakuna maneno, unaona tu picha unaelewa. Ndivyo ilikuwa herufi za Kiebrania. Kwa hivyo ilikuwa ni umbo, unaangalia lile umbo unapata message. Sasa hii unayoona bet imekaa vile, sio kwamba ni kibakuli, ile ni shape ya tent, ya hema ama house. Hema ama house, ambayo interpretation yake kwa Kiebrania ni kwamba ni familia ama home, nyumbani. Lakini inapokuwa home ama family inamaanisha mambo manne. Moja, kila anayeingia ndani ya hema anakuwa secure. Kwa hiyo kuna security. 2, anakuwa safe, salama, kwa sababu ametengwa na mazingira ya nje. 3, anakuwa na trust kwenye familia, anapata imani katika familia. Na 4, anapata pumziko, rest. Hiyo herufi moja hiyo. Moja ina mambo ya security, 2 ina safety, 3 ina trust, 4 ina rest. Herufi hiyo moja tu ya bet, lakini ina umbile la tent, hema ama house, ambayo tafsiri yake ni family. Na kama za family wana expect mambo manne. Kwa yoyote aliyoko ndani ya familia anakuwa secure, anakuwa salama, anakuwa na ulinzi, anakuwa katika imani, anakuwa na pumziko. Kwa hiyo herufi ya kwanza, when God created this planet Earth, he had in his mind a family in the process of making the world. Nisikize vizuri hapa. Na ndio maana akifika mwisho kwenye ile Genesis 2 anazungumzia mbingu zilimalizika, halafu siku ya 7 akaacha kufanya kazi, ikawa pumziko, akastarehe. Ile rest unayoiona pale ndio unaona anapoanza na hii bet, anatazamia ilete pumziko. Lakini wanaokaa hapo wawe na trust kwake, lakini wawe secure, wawe safe. Kwa
Kwa hiyo kuanzia mwanzo wakati Mungu anaumba, alikuwa na wazo la ku-extend his family na ipate pumziko. Ile lugha ya Yesu kuzungumza Mathayo 11:28, "Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha." Ile neno rest, mpaka urudi huku ujue anamaanisha nini. Hiyo rest anayoifanya, ambapo pia baada ya siku 6 alifanya pumziko. Ndio hiyo picha yuko nayo. Kwa hiyo unaona inazungumzia unity, hiyo pet mwanamume na mwanamke, unaiona hiyo katika unity yake, na anapomalizia kwenye uumbaji anamalizia na rest, pumziko. Kwa hiyo unaiona inavyofanyika ile pet mpaka inapokuja kwenye rest ya lile neno Shabbat. Kwa hivyo inapokuja hapo ndipo unaona wazo la msingi la uumbaji wa Mungu ilikuwa anatanua familia yake katika sayari hii, na hili iwe sehemu yenye usalama, sehemu iliyo na ulinzi, sehemu iliyo na trust na yenye pumziko. Hii ni ideal ya God's creation katika sayari hii tunayoishi. Kwa hivyo nini maana yake? Ikiwa ndivyo ilivyo, ndipo unaona anapomalizia umbaji wa mwanamke na mwanamume na anapoumba hii familia, anasema aliwaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Na anaunganishaje? Kwa tabia yake. Sikiliza, Shem kwa sababu ya jina lake ni kwa tabia yake. Kwa hiyo marriage ina survive kwa sababu ya wanandoa wana tabia yake. Kwa hiyo ukiwa na tabia ya kwake na mwingine hana tabia hiyo, changamoto ni kubwa. Ndio maana wewe ambao hujaoa na kuolewa upunguze mwendo. Bumps ahead. Walio na swali? Kwa hiyo ukizungumzia marriage inaendaje kwa marriage, na kueleza have God and you will survive. Ndio maana yake tu. Haizungumzie elimu, ingawa elimu ni ya muhimu. Haizungumzii cheo, cheo ni kizuri kama cheo kilivyo. Haizungumzia habari ya mali, ni kitu kizuri kabisa. Ila kama unataka survival of marriage katika ideali ya Mungu, you need God to have such kind of marriage. Usipokuwa naye, mtu asikudanganye unaota ndoto za mchana. Ndio maana mtu anaweza kawa wana cheo lakini wanalia katika issue ya marriage. Wana mali lakini hapakaliki. Yaani hivyo vitu vyote haviwezi kutibu issue ya marriage. Kwa hivyo baada ya kuona tatizo jana, leo ilikuwa ni kuona tu solution. The only solution, we must have God. Kwa hiyo ukiplani kuolewa ama kuoa, make sure you have God. You miss him, you are missing the mark. Haitakuwa. Utakaa pale kwa uvumilivu wa kutosha, na wakati mwingine kwa machozi na kilio. Kwa hiyo ndio maana tunahitaji kujua mahali pa kuanzia. Kama una swali njoo hapa. Hakuna swali? Mmeelewa? Mmesikitika kama wanafunzi wa Yesu jana waliosema kama mambo yako hivyo, biashara hii hailipi? Ninyi mnaonaje? Mmesikitika au mmefurahi? Si niliuliza hapa jana mkasema asilimia yetu wote tuna mpango, si ndio? Basi mpango ndio huo sasa, kwamba uwe na Yesu, una agenda njema, uko kwenye process nzuri. Ukimkosa yeye, hakuna mtaalamu mwingine wa kunisaidia wala wa kukusaidia. Haina mtaalamu, hayupo mwenye uzoefu, haijui cha umri mkubwa, haijui. Ndio haijui umri, haijui experience, haijui cheo, haijui elimu, haijui mali. Inachotaka tu, ndoa ipo kwa ajili ya tabia yake. Kwa hiyo mwanamume awe na tabia yake na mwanamke awe na tabia yake. Hapo
itakuwa ndoa inayosema kwenye Biblia. Na Mungu awabariki. Yale maswali nimejibu. Najua bado na mimi nimeyahifadhi kwanza. Yana ile ya kusamehe, yana ile ya nini, nikamwambia subiri tu huko mbele kuna vipimo. Kwa hivyo huko mbele ndio tutakuja kuangalia. Baada ya kumaliza tu hapa ndipo tutakuja sasa kwenye mchakato hapo sasa. Ndio tutaangalia mchakato wenyewe baada ya jambo hilo. Kwa hiyo kesho nitakuwa na sehemu 2. Alafu nitajitahidi niache muda kwa sababu somo la kesho litakuwa taibua maswali mengi kidogo. Kwa hiyo nitaacha muda wa kutosha ili tuweze kuelewa katika hoja hizo. Asanteni sana, Mungu atubariki. Tusimame tuweze kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa kuwa ni wewe tu unayestawisha ndoa. Na unafanya hivyo tunapokubali kuwa sehemu ya tabia yako. Yawezekana kabisa hatukujua ya kwamba akili zetu zenyewe hazifai na hazitoshi kwenye hii hoja. Uzoefu wetu na tamaduni zetu haziwezi kutufanikisha vile tunavyotamani iwe. Ila wewe, utukiwa na wewe inawezekana. Na tunahitaji hivyo kwa sababu ili tutakapoingia basi ijulikane wote tunaoingia tuna wewe. Na ni wewe utakayetuongoza tutakapoingia kwenye hoja zilizoko mbele yetu. Bariki vijana hawa katika mchakato unaostahili mapenzi yako. Na kila atakayepata kufanya juhudi ya neema yako, mwezeshe kuamini uko pamoja naye. Na yeyote anayepuuza kwa kujua, neema yako imjalie kugeuka mapema. Lakini kwetu sisi ambao tulikwisha ingia, pengine wengine wako hapa, tujalie kujua bado tunakuhitaji wewe, lakini maumivu tunaweza kupitia, utuwezeshe kadhalika kuamini ya kwamba bado unatujali sana. Neema yako iwe na kila mmoja wetu kwa jina la Yesu. Amina.